Karibisha tena Ukambani. Kesho tumejua kwamba nani ambaye inaweza kuudhisha watu wengine kama unaongea je mambo ya Migori. Manake kama wewe mwenyewe unasema nani ambaye wale wengine inakasirisha watu, vijana wengine wanaweza kukasirika na waanze kufanya mambo zingine. Hiyo sio Raila ndiye watuma. Hapana. Inategemea yale vile umeongea. Manake kama wewe utaona maneno ambayo wengine wanaona ni kama matusi, wanaweza kukasirika. Lakini mimi sioni kama kuna shida. Mimi naona kama tunatoka katika kiwango kingine tunaelekea katika kiwango kingine, na demokrasia inazidi kunawiri katika taifa letu. Asante. Honorable former Prime Minister. Hakuna former inakuwa kama kuna ingine iko hapo. Asante. There's no current, therefore there's no former. Sema tu waziri mkuu. Asante, shukuru umetukaribisha na sisi tunakukaribisha tena Ukambani. Kesho tumejua kwamba utakuwa unatembelea eneo la Ukambani. Kuna watu wameuliza from handshake, kama vile mwenzangu amekuwa akiuliza whether handshake imesaidia Wakenya, imekusaidia kama wewe kama mwanasiasa. For instance, tumejua handshake ilisaidia kutuliza zile ghasia zilikuwa zinaendelea. Lakini kuna wale wanasema kisiasa Raila alijimaliza kisiasa, sababu siasa ni kama mechi ya mpira, kuna side ile na side. Sasa for a long time tumeona Raila Odinga kama mtetezi wa mwananchi wa kawaida. Sasa hizi umeingia kwa serikali ya Uhuru wa Kenyatta, kuna maendeleo kama imekuja na handshake. Watu unakumbuka tukiwa kwa mazishi ya Kalembe, Charity Ngilo ambaye ni governor wa Getuya kauliza sisi kama wenye walikuwa running mate wako wamesaidikaje kimaendeleo Ukambani, na vile sasa unakuja Ukambani, azimio la Wakenya unaenda kulilete. Ni kitu gani sasa utalete kupitia kwa azimio la Wakenya ambayo pengine ikuja kukupitia kwa handshake? Kwanza marekebisho. Mimi sijaingia kwa serikali ya Jubilee. Kama wanasema serikali ya Jubilee, mimi yuko na cheo gani katika serikali ya Jubilee? Mimi sijakuwa katika serikali ya Jubilee. Ile handshake ilituliza, ikaleta amani. Ikafanya sasa sisi tufanye kazi yetu kama Wakenya kwa kipindi hiki. Lakini tusubiri matokeo ya ile jopo kazi tulikuwa tumeweka. Manake tulisema kuna utata, mambo mingi, sio tu mambo ya uchaguzi peke yake. Lakini kuna shida mingi katika taifa letu ambayo bado haijatatuliwa. Ninavyojua wengine ambao walikuweko wakati ile ya enzi ya chama kimoja, kulikuwa na changamoto mingi zaidi. Tukadhania kwamba tukiweza kupata katiba mpya mambo yatakuwa shwari, yatarekebika. Lakini hata baada ya kupata hiyo katiba mpya bado kuna changamoto, bado kuna shida mingi. Ndio tukasema tuangalie ni kitu gani ingine ambayo nataka ifanyike ili hii katiba mpya iweze kusaidia Wakenya. Hiyo ni sababu tunaunda hiyo jopo kazi, na wakazuru taifa la Kenya kila mahali wakiuliza Wakenya maswali vile marekebisho wanavyotaka. Hiyo pendekezo ikawekwa katika hiyo ripoti ya hiyo jopo kazi. So hivyo nasema, na hiyo wakati walipokuwa wanazuru hawakuzuia serikali kufanya kazi yake. Msikia Bwana Ruto kila mara kwa mara akibweka, aenda hapa nasema atio tuliwasha mambo kazi yetu ya agenda 4, wakaingia mambo ya BBI. Hapana. Hiyo timu ya Bwana Haji hawakuwa wanazuia mtu kufanya kazi yake. Walikuwa wanatembea taratibu, wanasema wanakuja katika ilikuwa na town hall meetings, watu wanakwenda pale wanatoa maoni yao. Wamezuia serikali kufanya kazi yake namna gani? Serikali ikizuia kufanya kazi yake,
Bwana Ruto anazuru Kenya kila mahali, anapeleka porojo ambayo haina maana. Kama wameshinda kufanya kazi, wameshinda kufanya kazi. Sisi sijawazuia kufanya kazi yao. Tumewapatia nafasi wafanye kazi. Mimi nimeona kama Uhuru mwenyewe ndiye anasumbuka peke yake. Ruto anazuru tu kwa kufanya kampeni. Miaka 4 mfululizo, kila wiki, kila siku anaruka kutoka hapa na pale akipinga serikali ambaye yeye ni naibu wake. Anakula mshahara wa watu, anazuru na petroli na gari ya serikali, na anapinga hiyo serikali. Sasa mimi siwezi kulaumiwa. Manake mimi nilikuwa nimetoa ushauri kwa serikali na kuwapatia hiyo nafasi wafanye kazi yao. Kama wameshindwa, shauri yao, sio makosa ya Raila Odinga. Mimi sijasita kutetea haki ya wananchi wa Kenya. Nimezidi kila mara kutetea haki ya Wakenya. Lakini kitu iliyoko ni kwamba tulikubaliana na Uhuru tuwaachie hao mwanya kidogo waweze kutekeleza yale ambayo walikuwa hawajafanya vizuri. Sasa lawama iko pande gani? Na Raila amefanya makosa gani? Mimi sijafanya makosa. Sasa ndio mimi nimetoka ili niongee na Wakenya tuangalie, manake ile BBI walipinga. Wakapinga kabisa, wakaenda mahakama bilibili sasa ikaweka kando. Okay? Lakini ndani ya hiyo BBI ukiangalia kulikuwa na mambo mengine mazuri zaidi ambayo yangesaidia Wakenya. Kwa mfano tulisema ati tunataka kupandisha pesa ambayo zinaenda huko mashinani. Bwana Ruto anasema ati uhitaji kubadilisha katiba. Lakini ukweli wa mambo katika ulimwengu mzima ni kwamba isipowekwa kwenye katiba, serikali ambayo inakuja inachagua unaweza kufanya au hauwezi kufanya. Manake imesemekana ati isiende chini ya 15%, minimum 15%. Lakini wanaweza kuweka 20, wanaweza kuweka 25, wanaweza kuweka sangine wanaweza kuweka hata 30 na kadhalika. Lakini chaguo inakuwa ni ya serikali, sio haki ya wananchi. Lakini katika BBI ilikuwa ni haki. Hawezi kuenda chini ya 35. Wanaweza kwenda tu juu. Hiyo ni moja yao. Kulikuwa na pande zingine tulikuwa sisi tunapanua serikali hapa juu, na vile vile tunakuwa tunapunguza, sio kuzidisha idadi ya serikali. Manake tulisema ati tunaweka cheo cha waziri mkuu na manaibu wawili, alafu mawaziri wengine watatoka kwa bunge, watatoka kwa nchi ya bunge. Hiyo ilikuwa katika ile katiba ya Bomas. Hiyo muundo ya serikali. Bomas ilikuwa ni kongamano ya Wakenya wengi ambayo ilikuwa pale kwa karibu mwaka moja. Wao ndio walipendekeza ati serikali iwe na rais pande hii, lakini iwe na waziri mkuu vile kama ile muundo ya serikali ya Ufaransa vile inavyokuwa. Na tukiona hizo nchi zingine, hata Tanzania jirani yetu, kuna rais, kuna waziri mkuu. Uganda kuna rais, kuna waziri mkuu. Nchi mingi katika bara la Afrika iko rais na waziri mkuu. Bwana Prime Minister, nikukatize kidogo. Bado wacha nimalize hii. Wanasema idadi, yani unaona sasa kuna bunge watu 350. Alafu kuna mawaziri na manaibu waziri karibu watu 50 ambao wanalipa mshahara tofauti. Hii muundo mpya ambayo tulikuwa naleta ilikuwa mawaziri wengi wanatoka kwa bunge. Kwa hivyo mshahara yao ya bunge ndio inakuwa mshahara yao. Wanapata tu
ile maongezo kidogo kwa sababu ya kazi ya serikali. Kwa hivyo hiyo gharama ilikuwa inaenda chini. Ukichukua hii muundo kulinganisha na hii ambayo iko wakati huu. Kwa hivyo vile wanavyoleta porojo ati tulikuwa tunazidisha gharama ya serikali, si kweli. Hii ilikuwa inapunguza gharama ya serikali. Pole, ni kukatize kidogo. Umeongelea mambo ya uchumi, umeongelea mambo ya vile Kenya, debt ya Kenya, ama naweza sema deni la kitaifa. Kwa sasa Wakenya wengi wanahisi ya kwamba uchumi umeenda juu. Sijui kama Bwana Prime Minister ukichukua kiti cha urais, manake tumeona ukiwa kwa ziara zako umewarai watu wa kupigie kura. Sijui utafanya nini tofauti na kila ambacho serikali ya sasa inafanya. Na jambo la pili, umeongelea mambo ya matumizi mabaya ya hela za umma ama za wananchi. Ni jambo gani unapanga kufanya tofauti ili kupigana na ufisadi katika nchi yetu? Na unaona serikali ambayo iko kwenye mamlaka inapigana na ufisadi vilivyo? Ya, sawa. Kwanza, mimi sijaanza kuambia watu wanipige kura. Na bado sijaamua kama mimi nitasimama au la. Nimeambia Wakenya ati uamuzi hiyo nitafanya mwezi ujao tarehe 9. Wakati huu mimi nafanya ushauri na Wakenya. Tunaongea tatizo ambazo ziko, changamoto na ile ambayo wanataka mimi nifanye. Ndio sababu mimi nazuru eneo la Kenya na kuongea na Wakenya, nikawauliza maswali. Lakini vile wamesema, ni kweli ya kwamba tuko na shida katika taifa letu. Mambo ya deni umeongea juu yake. Lakini nianze kusema ati hakuna ubaya kukuwa na deni. Hakuna serikali ulimwengu mzima ambayo haina deni. Hata serikali tajiri kama ile ya Marekani iko na madeni. Ulaya kila mahali iko na madeni. Wataalamu watakwambia wewe ya kwamba ukichukua deni ya bara ya Afrika yote, pesa imekopwa na imetumika kwa kazi ya watu binafsi, ndio kwa mfuko ya watu binafsi. Ndio sababu inaleta uzito ya kulipa. Maana uchumi haijapanuka, sasa hiyo deni inakuwa kubwa zaidi. Vile hiyo deni ambayo tuko naye, kama uchumi yetu inapanuka, hiyo deni itakuwa kidogo. Na ile uwezo wetu wa kulipa deni itakuwa sawa sawa. Yale mimi nasema ni ya kwamba kwa pesa ambayo imekopwa ambayo zingine haingekopwa. Maana kuna miradi zingine ambayo gharama yao imezidishwa kuliko ile thamani yao. Sasa hapo ndio kuna changamoto. Lakini kwa upande mwingine mambo ya ufisadi, msema ufisadi ni adui mkubwa wa taifa letu. Kama sisi hatuwezi kupunguza ufisadi, nchi yetu haiwezi kuendelea mbele. Unajua unasema ati kuna nchi nyingine ambayo hakuna nchi ambayo hakuna ufisadi. Lakini ni kiasi yake. Na ile hatua ambayo inachukuliwa wale ambao wamehusika na ufisadi wakipatikana. Katika taifa letu bado tuko na shida. Unaona watu ambao wameiba pesa ya umma, ukitajwa namna hii anasema jamaa anatajwa mambo ya kisiasa. So tumefika wakati ambaye mtu hawezi kushikwa. Akishikwa namna hii, mawakili wamejaa mahakamani, wanakwenda kubweka kwa mbele ya mahakama ati haki ya binadamu ya huyu inazuiliwa, si ya jamaa asiwekwe ndani nini. Sasa tunatetea ufisadi. Ufisadi inajitetea na ile pesa ambayo wameiba katika taifa letu. Taifa hawezi kuendelea mbele. Manake unakuta mtu anatembea zuru nchi hii, anabeba pesa kwa magunia, amevibia naye, anatafuta ati kundi ya vijana kupatia pesa, kundi ya kina mama pesa, anaenda kwa bodaboda nini pesa,
anaingia kwa makanisa, pesa amejana hiyo pesa, anazuru naye kutoka pembe hii na pembe hii. Hakuna mtu ambaye anauliza hii pesa inatoka wapi. Ukiuliza hiyo ushuru wametoa pesa ngapi kwa hiyo pesa ambayo yeye anatoa. Wa Kenya, kama sisi wa Kenya hatuwezi kusimama imara tusema no to corruption, nchi yetu itaendelea mbele. Mpaka wa Kenya wajitokeze na waseme kwa kweli hii si haki. Jamani, mwizi anakuwa a thief. Hiyo ndio Kenya itaweza kuendelea mbele. Naam, tukirejelea katika mambo ya uchaguzi mkuu ujao. Tumekuwa tukitizama mtazamo wa Rais Uhuru Kenyatta pamoja na wewe pia. Ni kwamba kukaweze kuwa na muungano wa kuleta amani na mwelekeo wa taifa hili. Lakini tukirejea katika kipindi ambacho kimepita, kumekuwa na muungano ambao ulikuwa NASA, kulikuwa na huo muungano mwingine uliotangulia hapo mbeleni. Lakini kwa sasa tunapoelekea katika uchaguzi mkuu, tunaona ni kama kwamba kuna utata kidogo wa Kenya. Lakini umesema kwamba haujatangaza, kama vile umekuwa ukisema haujatangaza kuwa utangombea urais ama bado. Lakini kumekuwa na One Kenya Alliance wako upande huu, lakini wanasema bado One Kenya Alliance tuko na Raila Odinga. Na pande hii nyingine viongozi wengine wanasema tuko na Raila Odinga. Mwelekeo ni upi tunapoelekea katika uchaguzi mkuu? One Kenya Alliance na Raila Odinga ni kitu kimoja? Kuna tumaini la kuungana ama tumefikia wapi tunapoelekea? Kwa sababu tumeona Rais Uhuru Kenyatta akisisitiza ya kwamba ni vizuri, ni vyema viongozi kuwa pamoja tunapoelekea katika uchaguzi huu. Sawa, asante. Unajua kuna kitu ambayo wetu wengi wala hawajalewa. Tofauti kati ya mseto na chama, vyama, yani the party and the coalition kwa kimombo. Mseto, yani coalition, inaundwa na vyama kwa njia tofauti. Katika mfumo wa utawala wa kibunge, yani parliamentary system, kila chama inaenda kwa uchaguzi kivyake. Na baada ya uchaguzi, kama hakuna chama ambayo imepata viti ya kutosha ya kuunda serikali peke yake, sasa inaanza kuzongea na vyama vingine ili waunde mseto ili waweze kuwa na idadi ya wabunge ya kutosha ya kuunda serikali. Inaitwa kwa kimombo horse trading. Lakini kwa upande mwingine, katika mfumo wa utawala wa kirais, the presidential system, ndio vyama vinafanya mseto kabla ya uchaguzi ili waweze kuweka kura zao pamoja, waweze kushinda. Saa zingine wanaweza kwenda kivyao, hakuna chama ambayo itaweza kupata 51%. Alafu baadaye sasa kunakuwa na marudio. Sasa mseto inafanyika wakati huu. Sasa lakini mseto si chama. Mseto mnaunda tu ili muweze kushinda uchaguzi. Mkishinda uchaguzi mnaunda serikali ya mseto. Mnagawanya vyeo katika hiyo serikali. Mnaendesha serikali kwa kipindi hicho mpaka ikwishe. Baada ya hiyo mnaweza kukubaliana, kila chama anaweza kienda kivyake, au kama unataka mnarudia tena, mnaweza kufanya hiyo. Hiyo ndio vile inakuwa. Na mseto inakuwa vile tofauti. Kuna ile ambayo inakuwa, kwa mfano hapa katika Kenya tuko na uchaguzi 6. Ya MCA, ya bunge, ya mama, ya senator, ya gavana na ya rais. Unaweza kuwa na hiyo, yani mseto kwa hizo vitu vyote. Lakini sangine unaweza kuwa tuna mseto kwa kitu kimoja. Kwa mfano kama sisi yetu ya NASA, tulikubaliana tu ati rais peke yake. Lakini kwa viti hizi zingine, MCA na ubunge, tulikuwa tunashindana wenyewe kwa wenyewe huku chini. Sasa hiyo watu wengi hawajalewa hiyo.
Unasikia mara nyingine watu wanasema pia kelele ati ODM imekataa, ilivunja ahadi vile waliwekwa na kadhalika. Si kweli. Watu wengi hawajalewa hii vizuri. Hakuna kitu ubaya ambayo ODM imefanya. Manake vile tulikubaliana kwamba huku juu tunashindana. Na hiyo ikafanya sisi huku chini tunashindana. Ikafanya sisi kupoteza vitu vingi. Kwa mfano vitu vya ubunge. Hapa Nairobi tungepata vitu mingi. Lakini kwa sababu Wiper inasimamisha, ODM inasimamisha, ANC na kadhalika, tunagawanya kura zetu. Mfano hapa Lang'ata, hapa mko hapa. Mimi nilikuwa mbunge hapa. Hapa mbunge wa candidate ODM alishindwa na kura 200. Kura 200 manake ile wa Jubilee alipata 37,700 ya ODM 37,500. Lakini wa Wiper nilipata hapa karibu kura 5,000. Ambayo ingekuwa ya candidate ingeshinda. Na vitu vingi namna hiyo. Sasa ile pesa ya political parties pale ambao wanasema ODM ilivunja ahadi inagawanywa kulingana na kura ambayo ilipatikana. Kwa bunge, kwa senator na kadhalika na urais. Sasa kitu kilifanyika, sisi tulipata kura katika uchaguzi wa kwanza Agosti 8, ile ya kwanza. Tukaenda mahakamani, ile ilivutiliwa mbali. Sasa ile marudio sisi hatukushiriki. Tukaenda kwa registrar ya chama wakasema kwamba watumie kura tulipata katika uchaguzi ya kwanza ili tupate pesa kulingana na hiyo kura. Wamekataa. Kwa hivyo ODM hajapata hata ndururu kulingana na kura ya urais pale ambapo tulikuwa na mseto na wenzetu, kwa sababu wamesema hiyo uchaguzi ilifutiliwa mbali hesabu. Kwa hivyo hakuna pale ambapo ODM imekataa kulipa pesa kwa vyama vingine vyetu ati ODM imepata. ODM inapata tu pesa kulingana na idadi ya wabunge ambayo wako nayo, kura ambayo wabunge peke yake. Kwa hivyo sisi hatuwezi kukataa wenzetu. Na hata hiyo vile vile tumekubaliana, ingawaje hiyo inakuja tu kwa mabunge ya ODM, tumegawanya. Wiper imepata, hata ANC imepata. Sisi hatujakataa. Kwa hivyo mimi sioni pale ambayo inasemekana ati ODM imekataa kusaidia vyama vingine zake. Hatujakataa. Sisi hatuna uchoyo. Hatukuwa na uchoyo kiasi hiyo. Ndio. Bwana Raila, uhusiano wako wa kisiasa na wale ambao walikuwa vinara wa NASA uko vipi? Na tukielekea uchaguzi mkuu, kama utatangaza kusimama kiti cha urais, unaona unaweza fanya kazi nao ama unaweza simama katika muungano mwingine nao? Na nikipendelea, manake tunatangaza na lugha ya Kikamba. Mtoto wetu Kalonzo Musyoka ako wapi katika roho yako ya kisiasa? Wacha nirudie tena. Nilikuwa nauliza kwamba uhusiano wako wa kisiasa na wale ambao walikuwa vinara wa NASA uko vipi? Na tukielekea uchaguzi mkuu, kama utatangaza kuwania kiti cha urais wa nchi hii, unaona kwamba unaweza simama nao kukua katika muungano mmoja? Na nikipendelea, manake tunatangaza kwa lugha ya Kikamba, nafasi ya Kalonzo Musyoka katika roho yako ya kisiasa iko vipi? Unaona unaweza fanya kazi na yeye? Kwanza kitu iliyoko ni kwamba tulikuwa tumekaa pamoja na wenzetu, na kila mmoja anasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Ndio sababu sisi tumekuwa pamoja.
Wakati hii mimi naongea juu ya azimio la umoja, yaani ya kuunganisha Wakenya wewe kama kitu kimoja. Manake vile ninavyojua katika Biblia wanasema ati ile ufalme ambao imegawanyika haiwezi kuendelea mbele. Na hata yule alikuwa rais wa Marekani Abraham Lincoln alisema ati a nation divided cannot stand. Kwa hivyo sisi tunataka kuona kama Wakenya wameungana, umoja ya Wakenya, ili Wakenya vile wawe watu ambao wamependana. Tuweze kuimarisha Ukenya kama vile Mwalimu Nyerere alifanya kwa Watanzania. Unaona watu wa Tanzania wameungana kabisa. Hii mambo ya ukabila, ubaguzi ya kabila inaathiri maendeleo katika taifa letu. Manake watu wetu unaona wana chuki mingi. Mtu anabaguliwa tu kwa sababu ya jina yake. Ukienda kufanya interview, ukisikia tu ati Mutua au Kamau au Arabi au Nyango, tayari umesajua ati huyu jamaa hastahili kupata kazi hii. Kwa sababu hii inaleta chuki mingi katika taifa letu. Tunataka kumaliza mambo ya ukabila katika taifa letu. Umeongea juu ya wenzangu, tumekuwa nao pamoja, na mimi sijakataa kufanya kazi na mtu yeyote. Tumefanya kazi pamoja. Tulikuwa na Kalonzo mwaka 2007, yeye alisimama na mimi nilisimama. 2013 tulikuja pamoja. Musalia alikuwa amesimama yeye vile vile. Kufika 2017 tukaja tena pamoja ni hapa. Tulikuwa na Kalonzo. Kama watu wanasimama pamoja, hakuna mtu mwingine anasaidia mwingine. Mimi nilikuwa nawania kiti ya urais, Kalonzo alikuwa anawania kiti ya naibu wa rais. Hiyo inaitwa presidency. Kwa hivyo tunasaidiana. Mimi nasaidia yeye na yeye anasaidia mimi. Si ati unasaidia mtu mmoja peke yake. Maana kama tungeshinda, yeye angekuwa naibu wa rais, mimi ningekuwa rais. Lakini tunajua yale ambayo yalifanyika, tunajua. Sasa tunasema tuko tayari kufanya kazi pamoja. Tukiendelea mbele, kitu muhimu zaidi ni sisi kuweza kuunda serikali. Mimi nawaambia Wakenya ati tuko na changamoto kubwa mara hii. Tusipounganisha Wakenya ili tulete mabadiliko, nchi Kenya itaweza kwenda kusambaratika. Kenya inaweza kwenda kwa mkono ya wale watu ambaye wanaweza kusambaratisha nchi yetu. Ndio sababu mimi nitahadharisha Wakenya. Ati mnaona fisi ambaye amejivisha nguo ya kondoo, anakuja karibu, anaanza kuongea lugha ya kondoo ili afunguliwe aingie ndani ya zizi. Okay? Lakini akiingia huko ndani, makondoo zote zitaenda. Kwa sababu mimi natahadharisha Wakenya, naambia wao kwamba kumepambauka. Unaelewa vizuri? Hiyo ndio shauri yangu kwa Wakenya. Kuna watu wanaona kwa hao ambao mmefanya kazi nao sana kama principals kutoka CORD, NASA, kina Musalia Mudavadi, Wetangula, Kalonzo, ni kama unatumia ile tunaita delay tactic. Every time kutoka 2013, 2017 utawaweka parking mpaka watashtukia kama muda umeenda na umeisha. For example, saizi tunaenda 2022. Tumeona Jubilee wamepanga wakutane 30th, the end of this month. Then mkutano yako umeweka 9th. Wakenya wanasoma ni kwamba we'll be waiting uchukue the fallouts kutoka kwa Jubilee. Sasa hilo utakuwa umetangaza by 9th. Watu watakuwa wameenda Christmas, festive Christmas mwaka mpya. Kwa hivyo hao watu waoka, viongozi waoka
na watakuwa wamechanganyikiwa. By the time tunaanza mwaka mwingine, itabidi either wakuje kwako ama maybe are you using delay. Yani watu wa OCA wako na mpango yao, kila mtu mpaka awe na mpango yake. Lakini sisi tumeongea hata na watu wa OCA, vile nilivyoona kwenye runinga, tumekutana nao sasa mara 3 tukiongea juu ya mambo ya Kenya hii. Mimi mwenyewe sijatangaza nasimama. Kwa hivyo hakuna mtu anaweza kuambia wewe unga mkono Raila. Raila bado hajatangaza. Ikifika wakati mwingine Raila kaamua atasimama, itajulikana. Itakuwa wazi kituna kinagaubaga. Sasa vile nimesema, wenzetu wako na mpango yao na wako na taratibu yao vile wanataka kufanya mambo yao. Tuwezi kusema mpaka ifanywe namna hii au namna hii. Kuna njia mingi ya kuua paka. Kwa hivyo wao vile vile wako na mpango. Sisi tumesema tuko tayari kufanya pamoja na wao. Kama wakitaka tutafanya pamoja. Muhimu zaidi ni kuleta mabadiliko katika taifa letu. Kutoka Ukambani umekuwa unafanya kazi sana kwa muda mrefu na former Vice President Kalonzo Musyoka. Saa hii inaonekana Ukambani ni kama is it that you are sidelining Kalonzo? Because tumeona jana juzi umekuwa na magavana wote 3 wa Ukambani. Kuna wakati president alikuwa anakuja Thwake Dam kufungua, and then ilikuwa imepangwa vizuri Kalonzo akuja na magovernors, but to the surprise will show up later. Mpaka Kalonzo kama kingpin wa Ukambani akasema hakuwa ameambiwa kama wewe utakuja. So is it like now Ukambani you are working with the governors? Asia mimi nafanya kazi na gavana. Kwanza ujue kwamba Charity Ngilu nilianza kufanya kazi mapema kuanzia mwaka 92 wakati Kalonzo alikuwa kwa serikali ya Nyayo. Tulikuwa na Charity katika upinzani. Hata Kivuta Kibwana tumekuwa naye katika upinzani wakati Kalonzo alikuwa katika serikali ya Nyayo. Sio wote ambao nimeanza kufanya nao kazi jana au juzi. Na wao vile vile wamefanya kazi na Kalonzo. Kama Kibwana si alikuwa katika aliwacha chama chake akaanza kusimama kwa Wiper uchaguzi uliopita. Na tulikuwa naye pamoja wakati wa kampeni. Hata huyo Charity tulikuwa tunafanya naye katika kampeni. Sio watu ambao ni wageni kwangu. Watu ambao mimi nimeanza na kazi kwa miaka mingi zaidi. Hata wakati mambo yalikuwa mbaya kabisa, tulikuwa nao pamoja. Tumepigwa tear gas pamoja na hao watu. Kwa hivyo sasa tunaongea juu ya mambo ya mabadiliko na maendeleo ya taifa letu. Hiyo ni mimi naongea na wao. Na vile mimi nasema kwa sababu mimi naenda Ukambani mpaka niongee na viongozi ya Ukambani. Nilipokuwa nimeenda huko upande ya magharibi, nilikuwa nafanya na wale magavana wa upande ya magharibi. Nilipokwenda Nyanza hivyo hivyo. Nilipoenda huko Pwani, Gavana Joho, Gavana Samboja, Gavana Godana na Kingi, wote walikuwa na mimi pamoja. Kwa hivyo sio ati Ukambani pekee. Hata tulipokwenda huko Garissa, Gavana Garissa alikuwa alitukaribisha huko, na magavana wengine walikuja huko Garissa. Tulipokuwa Isiolo hivyo hivyo. Juzi nilipokuwa kule upande ya Embu na Meru, Gavana Kiraitu alinilaki huko. Alafu gavana wa Tharaka Nithi
na wa Embu wote walinidaki huko. Kwa hivyo sio ati hapo kampani peke yake, kwa sababu mimi naenda kufanya na magavana. Kuna kama sahi ukiangalia from 2013 2017 from the region yenye tunatangazia Lower Eastern, wamekupigia kura kwa wingi, simply because Kalonzo was your running mate. Sahi inaonekana kabisa hautachukua Kalonzo kama your running mate. Possibly watu wanaona utachukua running mate from Central. So from the region watu wanauliza, do you expect utapata the same votes from the same region kama sasa Kalonzo sio your running mate? Kwanza mimi nataka kuambia wewe, Kenya ni nchi moja na Wakamba ni wa Kenya, kama Waluhya, Mjikenda, Wakikuyu na kadhalika. Kura tumepata, mimi na Kalonzo tulikuwa tunasimama pamoja. Tumepata kura mingi sana huko Pwani, sio Kalonzo au mimi ni watu wa Pwani. Tumepata kura mingi kutoka kwa magharibi, lakini sisi tutoke huko. Tumepata kura mingi sana kutoka hata Nairobi hii, ambayo ni mchanganyiko maalum. Okay? Kwa hivyo kura mimi nitapata kila mahali. Manake candidate mpaka toke kwa moja wa kabila 45 ya Kenya. Na sio ati yeye atapata tu kura kutoka kwa kabila yake. Sasa ninasema mimi kwanza sijasema mimi nasimama. Pili sijasema mimi nikisimama nitachukua naibu wangu kutoka wapi. Sijui wewe unapata hiyo maneno ati mkoa wa kati. Hiyo ni maoni yako. Sio maoni yangu. Mimi sijatangaza. Baba, nije kwa upande huu ukiwa tu hapo. Kuna wengi wanasema Raila Odinga ni project ama ni kama unatumika na Rais Uhuru Kenyatta kabla ama tukielekea uchaguzi mkuu. Are you Uhuru's project? Wewe ukiniangalia mimi Raila Odinga, unafikiri mimi naweza kuwa project ya mtu yote? Mimi nacheka. Manake kama mimi nimesimama na Uhuru 2013 na 2017. So unajua namna hiyo. Sasa hata yeye anajua vile mimi niko. Hata yeye mwenyewe anacheka ukisema ati mimi ni project yake. Sasa yeye atakuwa amepata subject kubwa sana. Mimi siwezi kuwa project ya mtu yoyote. Mimi ni project ya Wakenya. Okay? Baba, mara nyingi wanasema kwamba sijui ni kejeli ama ni vipi, lakini tumeona miaka ambayo imepita umesimama kiti cha urais, matokeo ikatokea vile ambavyo ilitokea. Kuna wale wanasema kama baba atasimama hiki kiti cha urais na awe kwenye debe hadi mwisho, utakubaliana na matokeo vile yatatokea? Manake wengi husema baba huwa akubali matokeo. Unajua inategemea vile uchaguzi umefanyika. Mwaka 1997 mimi nilikubali matokeo ya uchaguzi. Na yale ambayo mimi sikukubaliana nao ni 2007. Na Wakenya wengi watakwambia wewe ukweli vile ukweli ilikuwa. Wengine wanaweza wengi Wakenya wanaona Roma kwangu ati mimi nimesimama na nimeshinda na matokeo yanatangazwa vingine. Juzi tulienda huko kwa ni sherehe ya kuapishwa kwa rais wa Zambia, Bwana HH Hakainde Hichilema. Rafiki yangu sana. Yeye alikuwa amesimama mara 5 mbeleni.
ikawa hii ilikuwa ni mara yake ya 6, na ameshinda mara 3 kati ya hizo 6, na hakutangazwa mshindi, lakini hakukufa moyo, na baadaye sasa mara mwisho ameshinda. Okay? Kwa hiyo uchaguzi katika bara ya Afrika inakuwa na changamoto mingi, kwa sababu demokrasia yetu bado ina nawiri, na saa ingine kuna matokeo inabadilishwa vile wengine wanavijua. Kwa hiyo mimi nilisema mara mingi ya kwamba ikiwa kama uchaguzi umefanyika kwa njia ya haki na ukweli na nimeshindwa, nitakiri. Asiyekubali kushindwa sio mshindani. Na mimi mwenyewe nimekuwa mchezaji, najua mimi ni mtu wa mpira. Mara mingi tumeenda kucheza na timu zingine tumeshindwa, nasema tu leo tumeshindwa, wengine sisi tutashinda. Kwa hiyo mimi si mtu ambaye anaweza kugombana kama nimeona nimeshindwa. Na kama Kenya tuko tayari kwa uchaguzi mkuu, manake imebakia siku chache mno. Sema nini tena? Kama Kenya tuko tayari kwa uchaguzi mkuu. Naam, tunaposubiri swali hilo, swali ambalo wengi wanajiuliza ni ya kwamba dalili ya mvua ni mawingu. Kama vile tumeona siku kadhaa zimepita, baba, uko na uungwaji mkono kwa wingi kutoka sehemu tofauti za taifa hili. Haunjatangaza ya kwamba utangombea urais, lakini kwa mtazamo tu ni ya kwamba utangombea tu. Kunayo uwezekano ama kunao uwezekano wa baba Bwana Raila Odinga kusema ya kwamba mtu mwingine, kama vile wamekuwa wakisema kuna deni la kisiasa, uliwaahidi ya kwamba utawaunga mkono wale wahoka kina Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi, kuna uwezekano kweli kusema mtu mwingine tosha? Mimi nimesema mara mingi sana, sio lazima iwe Raila Odinga. Tuko na Wakenya ili wanieleze kama wanataka niendelee au nisiendelee. Nasikia mimi kila mara nasema baba aendelee asiendelee. Wakiniambia mimi siendelee, mimi niko tayari kuunga mkono mtu mwingine. Wale tu iwe ni mtu wa timu, tutafanya pamoja kwa timu. So unaona mwaka 2002 watu walikataa. Kila mmoja alikuwa anataka yeye. Tulikaa hapo katika Serena Hotel kwa masaa karibu 5 tukiongea juu ya nani atakuwa candidate. Mimi mwenyewe nilitangaza mimi nimejiondoa. Sasa nataka wengine watangaze kama wako tayari. Hakuna yeyote ambaye alikuwa nakubali. Ndio sababu mimi nikaona kitu mzuri nitangaze kwa raia. Sababu mimi mwenyewe nikaenda pale nikasema Kibaki tosha. Unaelewa? Kwa hivyo mimi niko tayari wakati yote kuunga mtu mwingine mkono. Mimi si mchoyo. Baba, kuna jambo ambalo ulizungumzia kwamba wakati mwingi youth wanatumika wakati wa siasa. Tukiangalia kwa undani, unemployment imekuwa changamoto katika nchi yetu. Na tukiwa pale kuna masuala kadhaa ya unemployment ambayo ningetaka uzungumzie, haswa vile kama utachaguliwa, kama utasimama na uchaguliwe kuwa rais wa nchi hii, utapigana vipi na unemployment kati ya Wakenya? Manake tunajua it's a big issue, and umeongea mambo ya strengthen rural economy. How is it a viable idea? So, uchumi. Mimi naambia Wakenya ati tumekuwa na harakati ya ukombozi mara 2. Ukombozi ya kwanza ilileta uhuru, ikatoa utawala wa ukoloni. Ukombozi ya pili imeleta katiba mpya. Ukombozi ya 3 ya kiuchumi, the economic revolution of Kenya, ndio ni sasa mimi nasema. Maana yake
Ukiona katika wimbo wetu wa taifa inasema, Mungu bariki nchi yetu ya Kenya, haki iwe ngao na mlinzi, tukae na undugu, amani na uhuru. Lakini misho inasema raha tupate na ustawi. Hiyo raha ndiyo hatujapata tangu uhuru mpaka leo, na ustawi. See, plenty be found within our borders. Hiyo ilikuwa itakuja kulingana na jasho ya Wakenya. Kuna bado waje nimalize hii swali, lakini ni muhimu sana. Katika taifa letu, uchumi wetu, karibu 70% ya watu wetu bado wanaishi kwa mashamba, huko shambani. Wanategemea mambo ya kilimo, wengine ni wafugaji na kadhalika. Vile uchumi wetu itakuwa nakuwa, watu wengi watakuwa natoka sabuni wanaingia kwa miji, rural urban migration. Sasa wao watu watakuwa wanafanya kazi na wanahitaji chakula. Mpaka tufanye revolutionize agriculture yetu, pale kilimo, ili tuweze kuzalisha chakula ya kutosha ya kulisha taifa letu. Kwa sababu tunasema uchumi mashinani, and what we call smart agriculture, ili watu wanaweza kuzalisha chakula kwa njia ya urahisi. Na vile vile hii mambo ya kilimo sionekane kama ni kazi ya uchafu au kazi ya watu ambao wajasoma, wajaenda shule na kadhalika. Tutaleta hii smart agriculture katika mashamba zetu huko nyuma. Na tena tunaleta kitu inaitwa value addition. Kuweka viwanda karibu huko ya kufanya processing ya vile vitu ambavyo vinatoka kwa mashamba huko. Na hapo wakulima wanaweza kupata pesa mingi zaidi kwa ile mazao yao. Upande mwingine kuna wafanyabiashara ndogo ndogo na hata wale watu wa jua kali na kadhalika, ambayo wanafanya jitihada, inaitwa micro small and medium enterprises. Hizo zinakuwa mwanzo huko, na tunataka watu wetu wasaidiwe, wale ambao wanaanza hiyo micro enterprises. Yaani Wakenya wenyewe ambayo wataanzisha, zinatoka Uchina, ambayo inaajiri watchman 2-3 namna hii peke yake. Ni aibu kubwa sana. Mpaka tufufushe viwanda vyetu na tuelete vingine zikuje pande hii. Tuangalie ni kitu gani inafanya hizi makampuni zitoke katika nchi yetu ziende katika nchi zingine. Hapa pande nyingine ni mambo inaitwa inaitwaje, bureaucratic red tape. Hii ya ile vikwazo ambavyo vinawekwa na watumishi wa umma. Pili ni mambo ya miundo msingi, infrastructure. Yaani kwa mfano bei ya stima unakuta iko juu sana. Kule hapa kwetu stima inauzwa kwa shilingi ile senti ya Marekani 14-15 per unit. Kule Egypt ni senti 4 peke yake. Kwa hivyo hiyo ni gharama kubwa sana kwa hizi makampuni. Moja ambayo inawapeleka nje. La tatu ni mambo ya ufisadi. Ufisadi imepanda sana katika taifa letu. Rupurupu hapa na pale. 4 ni mambo ya ushuru. KRA inasumbua makampuni mengi zaidi. Kwa sababu ya ufisadi tu hiyo. Nakuta maafisa wa KRA wanaingia kwa kampuni, wanasimamisha kazi, wanasema wanafanya ukaguzi, alafu naambiwa ati wanapewa assessment ya bilioni 1 ulipe ushuru. Lakini wanajua wewe kweli unadaiwa tu milioni 200. Unawekwa assessment ya bilioni 1. Alafu naambiwa sasa toa milioni 100 yetu na wengine ulipe kwa serikali.
alafu serikali inapoteza hiyo milioni 100 hapo. Sasa hii inafanyika kampuni mingi, saa nyingine unakuta umefunga kampuni yako ati unadai ushuru. Sasa ile umefungwa, ukaonekana kampuni imefungwa namna hii, tayari wale ambao wadeni wako wanakuja na hii kampuni inaanguka. Wafanyakazi wako pale walipewa mshahara. Sasa kampuni yako inaanguka kwa sababu hii mambo ya KRA na wafanyakazi ndogo. Inatakikana mazingira iwe ushuru isiwekwe juu sana, iweke kiasi, lakini ipanuliwe ili iko watu wengi ambao wanalipa. Kila mmoja analipa kiasi, utapata pesa mingi zaidi. This one relates to there is a report that was released ya kwamba invest 9 trillion in abandoned ama stalled projects. Do you think this is viable or this is good economics for the country? It is not good economics. It does not make any sense to waste public and basically lease those enterprises. So suluhu ni nini? Suluhu ni lease all these sugar companies to the private sector to run them. You won't be having this problem of having to produce billions. Like right now, on the Mashujaa Day, the president announced 1.5 billion to be given to the sugar factories, which they are now distributing. But that is just going to be palliative. It is just a temporary measure, because by the time, this time next year, they will again be demanding more to be released. But a sustainable solution is to transfer the headache and the burden to the private sector. They will be run more viably commercially. It's now like 10 months to the general election. Na kama as it is said, one day in politics is a very long time. Anything can happen between now and 9th of August 2022. Tunajua kuna zile tunaziita pre and post election pacts agreements. Saizi tunajua unafanya na Uhuru Kenyatta. If anything inaweza fanyika kwa ubaya, serikali ya Jubilee maybe isambaratike ama after the elections. Tunajua kuna Ruto, tunajua kuna Oka. Who would you be willing to work with? Maybe signing those pacts before or after the elections. Kuna Raila wewe, kuna Ruto na kuna Oka. Who do you feel free more to work with? Of course, you know that me and Oka, we come from the same background. That goes without question. You ask me a non-Christian whom I would feel free to work with. And we already, of course, working with Uhuru Kenyatta. But as you know, he is going to retire. But he's got his party and his people. And we are working very closely with his party and his people. We'll continue to work together. And we'll have no problem working with Oka, because we worked together before. What about Ruto? Umefanya na Ruto for a very long time before part ways. If it happens, if anything happens, would you be willing ufanye na Ruto? I don't know in what context you're talking about. Because Ruto is a Kenyan, like any other Kenyan. But in what context? We'll be happy to see him play a role as another Kenyan. I will be very happy to welcome him as a leader of the opposition in the government that I'm leading. Okay, tunapoelekea kutamatisha kwa sababu muda umeyoyoma kidogo. Mwito wako kwa Wakenya, azimio la umoja
na mwito wako tunapoelekea katika uchaguzi mkuu, na pia ili tuelekee tu pamoja ama kushikanisha maswali haya mawili. Pahali Kibaki alituachia na pahali tuko ni kama tumeenda chini zaidi kiuchumi. Sasa serikali itakayochukua itaanzia wapi? Lioko ni kwamba unajua mimi na Kibaki tulikuwa pamoja. Kibaki 1 mimi nilikuweko waziri wa barabara na ujenzi, na Kibaki 2 nikawa mimi ni waziri mkuu, ambapo mimi ndiye nilikuwa na kuwa kama kiranja ya serikali. Kwa hivyo tumefanya mambo mengi pamoja. Tulianzisha hii azma ya yani Ruwaza 2030, Vision 2030, ambayo tulikuwa na wataalamu wengi, tulikaa nao pamoja na tukaangalia kama sisi kama Wakenya tumetoka wapi, tuko wapi, tunaelekea wapi. Alafu tukasema tunataka Kenya kifikia mwaka 2030 hiyo imefika kiwango hiki. Kisha tukaangalia tufanye nini na nini ili tuweze kufika huko. Tukafanya vile vitu ambavyo inaitwa ni vinara vya hiyo mradi, yani flagship projects. Kwa mfano hii SGR reli kutoka Mombasa hadi Nairobi, ile LAPSSET ya Lamu, ile ICT city ya Konza, ile special economic zones kule Mombasa, Lamu na Kisumu, tourist research centers ya huko Mombasa, Lamu, Isiolo mpaka Lake Turkana na kadhalika. Hizo zilikuwa ni miradi ambayo ziliweka, na zingine zingekuja kama tungekuwa tunaendeleza hiyo mpango vile tulikuwa tumeweka pamoja na Bwana Kibaki. Yani sasa tulikuwa vile vile na ile jopo kazi ambayo inaitwa NESC, National Economic and Social Council, ambayo ilikuwa inakutana kila baada ya miezi mitatu. Tulikuwa na wataalamu wengine kutoka Singapore, Malaysia, Korea Kusini na Uingereza, walikuwa nakuja pamoja na sisi hapa, na kila miezi mitatu tulikuwa tunaangalia mambo vile vilivyo. Hiyo NESC ilikutana mara ya mwisho, mimi nilikuwa mwenyekiti Februari mwaka 2013. Hajakutana mpaka leo tena. Okay? Sasa kitu muhimu ni kwamba mimi najua pale tuliwacha na Kibaki. Kabla tumalize, tukiingia tutajua pale ya kwanza na kuendeleza hiyo mpango vile tulikuwa tumepanga. Kabla tumalizie, tunaona President Uhuru Kenyatta anakuja kumaliza term yake. Ni kweli wewe umesema hujaingia kwa Jubilee ndani, umekuwa tu unawasaidia kazi. Tunaona Uhuru kama president, kuna vitu amefanya ambazo kweli Wakenya wameona wamefanyiwa kazi. Kuna vitu zingine Wakenya wanaona Uhuru hajatimiza vile alikuwa amewaahidi. Especially tunaona Ruto kama deputy wake amesema the first term walifanya vizuri, lakini hii term ya mwisho vile wewe ulijoin Uhuru hajafikia ile maendeleo alikuwa anataka kufanya. Utajitoaje as you begin your campaigning for 2022 for you or for whoever you will appoint? Ionekane hiyo kuanguka kwa Jubilee, kutofanya kazi, wewe ukuwa mmoja wenye walifanya Wakenya wazipate hiyo maendeleo simply because you were part of the government. Mimi nilisema, wacha nirudie tena. Manake ili kuna tofauti na ukweli na porojo. Ukweli ni kwamba Jubilee imefanya kazi kipindi cha kwanza, awamu ya kwanza kutokea 13 hadi 17.
ya pili imetoka hapo mpaka sasa. Sasa wakati huu Uhuru amekuwa anafanya kazi peke yake, manake naibu wake, kwa sababu alikuwa anapinga handshake, amekuwa yeye anapinga yoyote ambayo Uhuru anafanya. Amekuwa kwa kampeni kwa miaka hizi zote huku akipinga serikali. Lakini ukiangalia kwa pande ya miundo msingi, mimi nafikiri wamejaribu sana, Uhuru wamejaribu sana kipindi ya pili kuliko vile kipindi yao ya kwanza. Ile ya kwanza walipata, kama sisi na Kibaki tulikuwa tumeshaweka mpango mingi, kama hiyo SGR ambayo wanavunia sasa, sisi tulikuwa tumepanga hiyo. Ikatoka hapo ikaenda mpaka ikafika 3,600,000, ikaingia 4, ikaenda mpaka 4,300,000, karibu maradufu. Hiyo gharama ikapanda, lakini mpango yote tulikuwa tumeshaweka sisi wenyewe, na kuna miradi namna hiyo tofauti. Kwa hivyo yale mproje ambaye Ruto anaeneza ati walikuwa wamefanya kazi mingi wakati alikuweko, si kweli. Hata kwa upande ya mabarabara hizo makilomita anasema mingi yao imefanywa katika hii kipindi ya pili hizi ambayo Uhuru amekuwa akifanya kazi peke yake. Mimi nimekuwa tu natoa ushauri kwa nje, manake mimi siko ndani ya serikali, si lipe chochote na serikali. Mimi naambia hapa ni mbaya, hapa ni nzuri na kadhalika. Okay? Lakini kwa sababu mimi niko na experience ya kuendesha mambo ya serikali. Sasa mimi nitangaza mambo ya social protection, mambo ya kusaidia watu ambaye hawana mapato. Watu wengi hawajalewa hii mpango. Hii ni mpango ambao ni mzito sana katika nchi zingine. Manake unaona tunabadilisha utawala katika taifa letu. Mbeleni ilikuwa huko nchi ya Namibia wamefanya hiyo kitu. Pale ambayo wana serikali inahakikisha kwamba wananchi wako na social security. Hakuna mtu yeyote ambaye analala na njaa bila chakula. Katika bara ya Ulaya hiyo mpango imeenea sana. Ukienda kule Uingereza, kama wewe huna kazi, unajiandikisha pale. Kama wewe umepoteza kazi yako, kwa mfano umefutwa kazi au kampuni ulikuwa unafanyia imeanguka, unajiandika pale. Kila wiki unaenda pale unapata $1. Na baadaye ukipata kazi, jina yako inatolewa pale. Sasa wewe unapata mshahara. Ndio sababu tumesema tunataka kuleta hiyo social protection program hapa. Na nimesema ati vile wataalamu wetu walikuwa wamefanya hesabu yao, wamejua ya kwamba kuna watu ni ahadi sio tu porojo ambayo sisi tunasema, na tunajua ya kwamba tunaweza kumudu. Wataalamu wetu tayari wameshafanya hesabu, kujulikana ya kwamba uchumi wetu inaweza kubeba hiyo mzigo. Sasa vile unauliza mimi, kesho tunaelekea Ukambani. Na kuambia Wakamba baba anakuja. Mimi nakuja, nataka niende niwe na mazungumzo, niwe na gumzo na jamii wa Wakamba. Kukaa nao, kuwauliza maswali, watanieleza mimi mambo yao yote, shida ambayo wako nazo, na mimi vile nitawaeleza vile mimi nafikiri tunaweza kushauriana pamoja. Na mimi nataka washauri sio wafuasi.
tunakwenda kuzungumza pamoja ili tutoke na ile mpango huko ambayo tunaweza kutekeleza tukifanya kazi pamoja. Baba, swali la mwisho, watu wengi wakisikia Ukambani usikia eneo ambalo ni kame, eneo ambalo halina maji, na kuna kikundi kimoja mimi ni mwanachama cha wanahabari kinaitwa Network for Media Women in Kenya na Scribes 254. Nikitoka hapa bila kukuuliza hili swali sijui nitatolewa, wanasema nitaleftishwa. Ni swali ambalo linahusiana na maji. Tuko karne ya 21, 21st century. Na Wakenya wengi, they don't have access to clean water. Is this normal to you? Definitely not. Unakibili wanavyosema maji ni uhai. Bila maji hatuwezi kuwa na maisha. Kwa hivyo mpaka tutumie mbinu ya kupatia watu wetu maji. Juzi nimetoka upande ya Dubai. Kule ni jangwa. Hakwenyeshi hata wakati kidogo. Lakini wana maji ya kutosha. Najua wanafanya nini? Wanatoa maji ya bahari, wanatoa chumvi, alafu wanaweka hiyo watu wanatumia. Hapa kwetu vile mlivyosema asoka hapo Ukambani. Mvua unyesha sio ati kabla ukame haijakuja. Wakati mvua inanyesha kwa fujo kabisa. Mpaka inakuwa na mafuriko. Hiyo maji inachukuliwa inapelekwa ndani ya mto. Mto inabeba inapeleka. Hiyo maji vile vile tunaweza kunachimba, natoa na fursa na fereji, naleta karibu na vijiji pale watu wanakoishi. Na wananchi shuleni wakina mama wasio wanatembea makilomita si ngapi wakienda kutafuta maji. Hii yote yanawezekana katika taifa letu. Hiyo ndio njia ambayo sisi tutaweza kufanya maisha na kuwa rahisi. Vile vile watu wetu wazoee kuishi pamoja in a planned manner. Wanakuwa kama wanaishi kwa vijiji inakuwa rahisi kuleta huduma. Inaweza kuleta maji, inaweza kuleta stima, inaweza kuleta shule na hospitali karibu na wananchi, huduma hizo. Kwa hivyo hiyo vile ni mpango ambao mimi niko naye. Vile walifanya kule Korea Kusini, the General Park Chung-hee, alirevolutionize rural life ya watu wa Korea. Ili tuwache mashamba inaweza kulimwa kwa njia ya kisasa. Na tunaweza kunyunyisha maji kwa hizo mashamba. Na tunapata mavuno mengi zaidi. Maisha itakuwa sawa katika reserve yetu. You are parting short, Baba, tukimaliza na tunakupatia sekunde chache sana ya kutuma salamu. Mimi salamu nataka kutuma kwa jamii ya Wakamba. Na mimi nawaambia ati tuko na changamoto kama Wakenya wote ya kuhakikisha kwamba tunarithisha jamii ambayo zinakuja sasa Kenya ambayo ni tofauti na yale ambayo sisi tuliishi. Na hii ni jukumu ya kila mtu. Na mimi na hakika ya kwamba Wakamba kama Wakenya watazimama imara na Wakenya wengine. Wakamba wamefanya mingi zaidi. Mwindi wa Mbingu alifanya mengi sana kutetea haki ya Wakamba. Paulo Ngei alisimama imara kabisa kupiga haki ya Wakamba. J.D. Kali alisimama imara. Mzee Nthenge ambaye tulimpoteza juzi. Hao ndio wanasema the Kamba heroes. Na tunasema Wakamba wako na nafasi kuchangia katika mabadiliko katika taifa letu la Kenya. Na mimi niko tayari kufanya pamoja na Wakamba. Asante Baba. Asante na karibu Ukambani kesho. Tutakuwa kama Mosi, tutakuwa live huko. Bado tuongee na Wakamba na tumeshukuru vile umekubali
tuongee na wewe, Wakamba wasikize. Kwa hivyo tunasema shukrani sana. Shukrani. Mbaito FM also tunasema asanti. Mbaito inamaanisha watu wetu. Kwa hivyo ukienda Ukambani waambie Mbaito mwaseo, watu wetu mko wazuri. Wasia ingie. Asante baba. Asante sana. Asante. Es que he dicho